Kichwa cha ujumbe wetu leo ni kwamba Mungu hazoeleki. Tunatafakari kuhusiana na kichwa kinachosema Mungu hazoeleki. Kwa nini hazoeleki? Kwa nini Mungu wetu hazoeleki? Ni kwa sababu yeye hatumii njia moja kushughulika na mwanadamu. Mungu hazoeleki na huwezi kumzoea kwa sababu yeye hatumii njia moja. Anapotaka kushughulika na mtu hatumii njia moja, anatembea katika namna ambavyo mtu hawezi kuzoea, kwa sababu anazo njia mbalimbali anazozitumia kushughulika na maisha ya watu. Kuna watu ambao wanafundisha kwamba wakati wa kuomba ni lazima kuomba kwa namna fulani, na ili kwamba Mungu ajibu inabidi kuwa katika hali fulani, na kila wakati wanadumu kuwa hivyo. Lakini Mungu wetu anatembea katika namna anayotaka. Mungu wetu anatembea katika namna ambavyo yeye anakusudia. Mungu wetu anatembea katika namna ambavyo mwanadamu yeyote hawezi kuzoea. Na ukitaka kumuona Mungu, usimwangalie Mungu kwa njia moja tu. Mungu ana namna nyingi anavyoshughulika na watu, na ndio maana Mungu hazoeleki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata maombi yako yanahitaji kupata uelewa wa kuelewa kwamba Mungu anazo njia nyingi za kushughulika na watu wake, na anaweza kutumia nafasi yoyote kushughulika na wewe. Kuna watu ambao wana kanuni za maombi na wabadilishi. Kila wakati wanapotaka kuomba ni lazima waombe katika namna ile ile. Watainama, watainuka, watainama tena kwa idadi inayojulikana. Fanya hivyo miaka yote, miaka yote, miaka yote, miaka yote. Mungu hatembei katika kawaida ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hatembei katika namna hiyo. Ni lazima unapotaka kumwona Mungu umtarajie Mungu katika namna yoyote ambavyo yeye atajidhihirisha kwako. Watu wa dini wameshika kitu kimoja tu, kwamba kwa hicho ndiyo Mungu ataonekana kwao, lakini Mungu anatembea kwa viwango zaidi ya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa viwango zaidi tofauti na hivyo, kwa sababu Mungu hazoeleki. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia mifano katika maeneo matatu katika maandiko ili nikuonyeshe kwamba Mungu hazoeleki. Usipoona Mungu amefanya kama alivyofanya jana, usifikiri Mungu amekuacha. Ukiona Mungu hajatenda kama alivyotenda jana, usiseme kwamba leo Mungu hajakusikia. Mungu anatembea kwa namna anavyotaka mwenyewe. Njia zake hazichunguziki kwa akili ya kibinadamu. Mungu anatembea vile ambavyo anataka mwenyewe. Tutaanza kuangalia mfano wa kwanza katika kile kitabu cha Danieli, sura yake ya pili mstari wa 5 na ule mstari wa 24. Kitabu cha Danieli sura yake ya pili mstari wa 5 na ule wa 24. Mfalme akajibu akamwambia, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Mstari wa 24 unasema, basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli.
alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Namna ya kwanza, Mungu anashughulika hapa, anashughulika na mfalme Nebukadneza kupitia mtumishi wa Mungu Daniel. Sasa namna hii, mara hii mfalme alikuwa ameota ndoto na ameisahau ile ndoto. Sasa Mungu anafanya namna ya ajabu, anampatia ndoto, ile ndoto anampatia Danieli na anampatia ile tafsiri ya ndoto. Angalia sura ile ya 4, Danieli sura yake ya 4 mstari wa 18 hadi ule mstari wa 20. Danieli sura yake ya 4 mstari ule wa 18 hadi ule mstari wa 20. Neno la Mungu nasema, mimi Nebukadneza nimeona ndoto hii, nawe Belshaza eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote wa ufalme wangu hawakuweza kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Mfalme akajibu akasema, Belshaza, ndoto ile isikufadhaishe, wala tafsiri yake. Belshaza akajibu akasema, bwana wangu, ndoto hii iwapate walio wakuchukiao, na tafsiri yake iwapate adui zako. Katika sura ile ya pili, mfalme ameota ndoto, amesahau ile ndoto. Katika sura ile ya 4 ni mfalme yule yule ameota ndoto, ile ndoto anaikumbuka, lakini hajui tafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile sura ya pili, mfalme alipewa ile ndoto kwa njia ya ajabu, kwamba alipewa ndoto kupitia Danieli, ambaye Danieli aliomba ili aonyeshwe ndoto na apewe tafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Danieli angemzoea Mungu, kama Danieli angemzoea Mungu, ile mara ya pili angeshindwa kutoa tafsiri ya ile ndoto. Maana ile mara ya pili mfalme hakuwa amesahau ndoto. Ndoto alikuwa anaikumbuka, lakini kitu ambacho alikuwa hajui ilikuwa ni tafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninazungumzia habari kwamba Mungu hazoeleki. He had own way to deal with things. Anashughulika na vitu kwa namna ambavyo anataka mwenyewe. Danieli angepata mtego wa kumzoea Mungu. Alipoitwa mara ya pili, wakati mfalme ameota ndoto nyingine, Danieli angepata shida, lakini alijua kwamba Mungu anashughulika na watu kwa namna anavyotaka mwenyewe. Mungu anajibu maombi anavyotaka mwenyewe. Mungu anatembea vile anavyotaka mwenyewe. Hana namna moja ya kutembea, hana namna moja ya kushughulika na watu. Mungu ana namna nyingi za kushughulika na changamoto ambazo watu wanakutana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli mara ya kwanza anaomba apewe ndoto na tafsiri yake, lakini mara ya pili anaitwa ili atoe tafsiri, wakati mfalme anajua ndoto aliyoiota, anaikumbuka. Kwa hiyo anamsimulia, anasema nimeota hivi, nimeota vile, nimeota hivi. Kabla Danieli hajatoa tafsiri ya ndoto hii, anasema mfalme, bwana wangu, ndoto hii iwapate wale wakuchukiao, na tafsiri yake iwapate adui zako. Ni kwa sababu ile ndoto ambayo mfalme alikuwa ameota ilikuwa ni ndoto ya ajabu, ingawa ilikuwa ni kwa sababu ya makosa aliyoyafanya mfalme,
lakini ile ndoto ilikuwa sio ndoto ya kawaida, maana anaambiwa kwamba utaondoka katika nyumba yako ya mfalme, utaenda kuishi polini na wanyama. Anaambiwa kucha za vidole vyako zitakuwa ndefu, nywele za kichwa chako zitarefuka, utaishi polini muda mrefu na utakula nyasi, utakula majani kama wanyama. Ilikuwa ni ndoto si nzuri kwa mfalme. Ndio maana Daniel anapopewa ile tafsiri anasema hii ndoto iwapate wale wanaokuchukia, na tafsiri yake iwapate maadui zako. Maana yake isikupate wewe, yasitokee kwako. Lakini nini ambacho nataka ukione ni namna ambavyo Danieli anapewa tafsiri inakuwa tofauti na vile alivyopewa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengine ambao wamezoea namna ya kushughulika na Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, usizoee namna ya kushughulika na Mungu. Kuna mtu mwingine anajifunga, anasema kama sijafanya hiki Mungu hawezi kufanya hivi. Mungu anachokiangalia ni wewe unamwamini kwa kiasi gani na uko tayari kuhudumiwa naye kwa kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ile mara ya kwanza wakati Danieli anaingizwa kwa mfalme, anaomba aingie kwa mfalme ili aombe mfalme ampe muda. Alipopewa ule muda ulikuwa wa kwenda kumtafuta Mungu ili aambiwe ndoto ya mfalme na ajulishwe tafsiri. Lakini mara ya pili anapoitwa, wakati mfalme ameota ndoto anahitaji tafsiri, Danieli akomba muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli akomba apewe muda. Alichofanya ilikuwa ni kusikiliza ile ndoto ambayo mfalme ameota, na hapo hapo Danieli anatoa tafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja ananifundisha wakati nasoma mambo ya theolojia. Wakati tunasoma alitufundisha, wakati anatufundisha akatusimulia namna ambavyo alikuwa amezoea mpaka alipofunguliwa. Alikuwa amezoea kwamba kama ameitwa kwenda kuhudumu mahali, hiyo siku lazima afunge. Ndio alikuwa amezoea kwamba ndio Mungu ataonekana katika huduma yake. Kwa hiyo alikuwa anapata shida ikitokea ghafla anapewa kwenda kuhudumu wakati hana muda wa kufunga. Alikuwa anapata shida kwa sababu alikuwa amezoea kwamba Mungu ili aonekane ni lazima nikahudumu nikiwa katika hali ya kufunga, kitu ambacho kilimsumbua mpaka alipofunguliwa kwamba Mungu anaweza kukutumia hata kama ukienda kuhudumu ukiwa haujafunga. Baada ya kujifunza jambo hilo, lilimchukua muda kukubali kwamba inawezekana. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amezoea kwamba ili Mungu afanye kitu fulani ni lazima nifanye kitu fulani. Mungu anachokihitaji ni imani yako. Mwamini Mungu, usiwe na mashaka naye. Mwamini Mungu, usiwe na mashaka naye. Mwamini Mungu, usiumbishwe. Mungu anashughulika na wewe kwa namna anavyotaka mwenyewe. Anachotaka ni wewe umwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Danieli anapewa tafsiri. Mara ya kwanza anapata nafasi ya kuomba na ndugu zake. Mara ya pili anaingia kwa mfalme, anaambiwa ndoto na kupewa tafsiri pale. So Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki. Mungu hazoeleki. Kuna watu wanahangaika kipindi hiki, tuko nyakati za mwisho. Mnajua kuna watu wanahangaika, maji ya upako yakiisha ndani halali. Hata kama hana muda wa kwenda kuyachukua, atatuma mtu, kwa sababu amezoea kwamba ili Mungu aonekane katika nyumba yangu inabidi niwe na maji.
niwe na kitu fulani cha kuweka ndani. Mungu afanyi kazi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anahangaika, kuna watu wanahangaika. Kuna mtu amepewa kitu kingine cha kuvaa, ikitokea namna yote kile kitu kimeondoka kwenye mwili wake anapata shida. Huyo siye Mungu. Mungu hatembei kwa vitu. Mungu anatembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mfano wa kwanza ni wakati ule wa Danieli. Nimekuonyesha namna ambavyo Mungu alishughulika na Danieli kwa njia tofauti, lakini nataka nikuonyeshe mfano wa pili. Mfano wa pili ni wakati wa Yesu alipowaponya vipofu kwa nyakati mbili tofauti. Huu ni mfano wetu wa pili. Nataka nikuonyeshe Yesu alipowaponya vipofu wawili kwa nyakati mbili tofauti. Tuanze na kitabu kile cha Marko sura ile ya 8 na ule mstari wa 22, tusome mpaka mstari wa 26. Marko sura yake ya 8 mstari wake wa 22, tusome mpaka ule mstari wa 28. Biblia inasema, wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote wazi wazi. Akampeleka nyumbani kwake, akasema, hata kijijini usiingie. Yohana Mtakatifu sura yake ya 9. Yohana Mtakatifu sura yake ya 9. Pale nitaanza kusoma kuanzia ule mstari wa kwanza. Yohana Mtakatifu sura yake ya 9, nitasoma kuanzia ule mstari wa kwanza, nitaendelea mpaka ule mstari wa 7. Biblia inasema, hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda ukanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni namna mbili tofauti. Yesu anashughulika na watu wawili tofauti, lakini walikuwa na matatizo yanayofanana. Tatizo lao ilikuwa ni upofu, ya kwamba walikuwa hawaoni. Mmoja alikutana naye wakati wanaelekea Betsaida, ndio anakutana naye yule kipofu. Wakati anakutana naye, watu wakamsihi, wakasema, mguse huyu mtu, kwa sababu walikuwa
wamekuwa wakiona namna ambavyo Yesu alikuwa akigusa watu wenye matatizo mbalimbali wanapata uponyaji, waliokuwa wagonjwa akiwagusa wanapona, waliokuwa hawawezi akiwagusa wanapata nguvu, wanaendelea mbele, waliokuwa na ukoma akiwagusa wanatakasika, wanakuwa sawa. Watu walikuwa wameona mambo hayo. Sasa Yesu wakati anapita, wakamwambia mguse huyu mtu, maana alikuwa ni kipofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Angalia kitu Yesu anafanya. Mungu hazoeleki. Mungu alichokifanya, anamchukua yule kipofu, anamtemea mate usoni. Wao wamesema mguse. Uzoefu wao, vile walivyokuwa wamemzoea Mungu, walimzoea kwamba atagusa mtu atapona. Kwa hiyo namwambia mguse kipofu huyu, mguse kipofu huyu. Yesu anachofanya, anamtemea mate usoni. Baada ya kumtemea mate usoni, akaweka mikono yake, kipofu yule akapata kuona. Kipofu akaanza kuona. Watu wale wakashangaa, lakini kipofu ameona. Mara ya pili sasa wanaendelea na kazi. Yesu anaendelea kupita huku na kule akifundisha. Sasa wanapita mahali ambapo kuna mtu alikuwa amezaliwa akiwa kipofu tangu tumboni mwa mama yake, amezaliwa hivyo, na alikuwa akiketi mahali ili aombe msaada. Hawa watu ombaomba mnaowaona hawakuanza kipindi hiki, tangu kipindi cha Yesu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu kipindi cha Yesu hapo. Sasa yule alikuwa ni kipofu, ila kilichobadilika siku hizi ni kwamba wengine wanaomba wakiwa na uwezo wa kufanya kazi, wanaamua tu kutumia njia ya kuomba kama kazi yao. Hicho ndicho kitu kilichobadilika. Lakini waliokuwa wakiomba kwa sababu matatizo ya kwamba ni viwete, wengine ni vipofu, walikuwapo tangu pale. Sasa huyu wanapokutana naye, wanafunzi wa Yesu wanamuuliza, ni nani aliyetenda dhambi kati ya huyu mtu na wazazi wake hata azaliwe kipofu? Wanafunzi wa Yesu walikuwa wamekalili kwamba matatizo yanaweza yatampata mtu tu kwa sababu amekosea. Lakini ukweli ni kwamba kuna baadhi ya matatizo ambayo mtu anayapata kwa sababu Mungu anataka kujitukuza kupitia yeye. Wale Ijumaa nilizungumza jambo hilo sana. Lakini pia nikaonyesha kwamba matatizo mengine huwa sio kwa sababu mtu fulani hajakosea, mengine yanatokea kwa sababu mtu fulani amekosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya matatizo unaweza kuyapata kwa sababu umekosea. You have done something wrong. Kuna kitu umefanya tofauti, basi unapitishwa kwenye matatizo. Lakini kuna matatizo mengine yanaweza kutokea kwenye maisha kwako kwa sababu Mungu anataka jitukuze kupitia hayo. Amen. Wakati ule wa Ayubu